Kundi la wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon limetangaza kutekeleza shambulio la ndege isiyo na rubani iliyobeba vilipuzi vikilenga mkusanyiko wa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon. Hatua hii inaongeza hofu ya kuvunjika kabisa kwa makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyopo kati ya pande hizo mbili. Katika taarifa rasmi iliyotolewa kupitia chaneli yake ya mtandao wa Telegram, Hezbollah ilieleza kuwa shambulio hilo lililenga mkusanyiko wa askari wa jeshi la ulinzi la Israel IDF waliokuwa katika mji wa kimkakati wa Khiam uliopo karibu na mpaka wa kusini mwa Lebanon. Hezbollah ilifafanua kuwa operesheni hiyo ya kijeshi imekuja kama jibu la lazima dhidi ya kile walichokitaja kama ukiukaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaofanywa na upande wa Israel. Kundi hilo lilishutumu Israel kwa kuendeleza mashambulizi ya anga na mizinga dhidi ya vijiji vya raia kusini mwa Lebanon licha ya kuwepo kwa makubaliano ya amani. Pia lilishutumu Israel kwa kusababisha vifo na majeraha mabaya kwa raia wasio na hatia katika maeneo hayo ya mipakani. Nikinukuu sehemu ya taarifa hiyo ya Hezbollah, ilisema mashambulizi yetu ni jibu la moja kwa moja kwa uvamizi na ukiukaji unaoendelea kufanywa na adui Israel dhidi ya vijiji vyetu, hatua inayosababisha umwagaji wa damu wa raia wetu. Mwisho kunukuu. Shambulio hili linajiri wakati kukiwa na wasiwasi mkubwa wa kiusalama katika ukanda huo. Ingawa mataifa ya kikanda na kimataifa yamekuwa yakijaribu kurefusha muda wa usitishaji mapigano ili kutoa nafasi kwa suluhu ya kidiplomasia, matukio ya kijeshi ardhini yameendelea kushuhudiwa karibu kila siku. Israel imekuwa ikidai kuwa inatekeleza operesheni zake kusini mwa Lebanon kama hatua ya kujihami na kuharibu miundombinu ya kijeshi, huku Hezbollah ikisisitiza kuwa itaendelea kuwalenga wanajeshi wa Israel waliopo ndani ya ardhi ya Lebanon hadi pale uvamizi huo utakapokomeshwa kikamilifu. Jina langu ni Hamza Saifu na hii ni Global TV. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.